mkoa wa Mwanza ni eneo ambalo sekta binafsi imekuwa kwa kasi kubwa, hususani katika sekta ya uvuvi, sekta ya kilimo, lakini pia katika sekta ya biashara kubwa na biashara ndogo ndogo, na sasa pia kuimarika kwa sekta ya usafirishaji kupitia ziwa Victoria. Kwa hiyo hii hifadhi scheme ina umuhimu mkubwa sana, Mheshimiwa Waziri, kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Lakini leo niseme kitu. Mwaka 2010, Mheshimiwa Waziri, mimi nilikuwa mbunge na nilikaa bungeni kwa muda mfupi sana, kama miaka mitano tu, lakini katika miaka hiyo mitano nilifanikiwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya bunge ambayo ilikuwa ikiisimamia mifuko ya hifadhi ya jamii. Kwa hiyo katika kipindi hicho ndipo ilianzishwa utaratibu wa mifuko hii kuwa na mdhibiti wa hii mifuko. Lakini katika kipindi hicho Spika wa Bunge Mheshimiwa Anna Makinda alituagiza sisi kamati ya bunge kwenda kwenye nchi mbalimbali kwenda kujifunza namna ya kuimarisha hifadhi ya jamii. Kwa hiyo tulikwenda nchi kama Malaysia, tulikwenda Ethiopia, tulikwenda China na mimi nikiwa mwenyekiti wa kamati, na tukaja ndani ya bunge kulishawishi bunge kupitia NSSF kwamba iko haja ya kuanzisha hii hifadhi scheme kwa ajili ya watu wa private sector waweze kuchangia ili baadaye na wao wapate manufaa ya muda mfupi, lakini pia wapate manufaa ya muda mrefu, hususan kupata mafao wakiwa wastaafu. Kwa hiyo leo tunapozungumzia hifadhi scheme, pamoja na mambo mengine, watu wengi wanaweza kudhani inawahusu wamachinga peke yao, inawahusu wavuvi peke yao, inawahusu bodaboda, lakini hata viongozi wengine ambao hawako pensionable wanatakiwa kujiunga na hifadhi scheme. Wako watu wengine wanapojiunga na hifadhi scheme, baada ya muda wanapiga simu kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi kwamba ninaomba, kwa kuwa sasa sina ajira rasmi au ajira yangu ile labda ina changamoto, ninaomba kujitoa katika mfuko. Kwa hiyo na mimi ningekuwa na mawazo ya namna ile, ningeenda kumwambia meneja wangu wa mkoa kwamba nitomolee ile milioni 4,500,000 ili niende nikafanyie shughuli nyingine. Lakini nataka niseme, nilimwambia meneja uactivate wanachama wangu ili niendelee kuchangia mfuko huu, kwa sababu ninaweka akiba yangu ya uzeeni. Sasa Waswahili wanasema maandalizi ya uzeeni yanafanywa ujanani. Leo hata nikipewa fedha kwa mkupuo, nikishafika umri wa miaka 60 sina uwezo, nguvu zimeisha, sina ajira, sina ukuu wa mkoa, nani atakayenilea? Na wengine utakuta pia tuna watoto wachache. Sasa maana wengine wanaweza wakasema mwanangu atanilea. Je, ikatokea Mwenyezi Mungu amewachukua wanao na wewe bado unaendelea kuishi? Kwa hivyo umuhimu wa kuweka akiba ni kitu muhimu sana. Sasa asiyesikia la mkuu siku zote huvunjika guu, lakini pia mkaidi hafaidi mpaka siku ya Idi. Tunapoambia watu umuhimu wa haya mambo, kwanza wanaona ni muda mrefu kuchangia miaka 15, lakini nataka niwaambie wananchi, usiku wa deni hauchelewi kucha. Leo unaweza ukaona miaka 15 ni mingi. Kwa hiyo ninawashawishi ndugu zangu wote ambao mnanisikiliza kuona umuhimu na kuweka tabia ya kuhifadhi fedha. Hupotezi, unaweka akiba yako. Lakini niliwaambia siku moja kwamba faida za muda mfupi ni pamoja na kupata matibabu. Ukiwa na matatizo, umefiwa, utapata msaada. Hizo ni faida za muda mfupi. Lakini faida kubwa zaidi ni pale ukichangia miaka 15, ukafika umri wa miaka 55 kuendelea, utapata pensheni yako, lakini pia utakuwa unapata mafao ya kila mwezi. Sasa
tuwekeze kwa ajili ya uzee wetu. Waswahili wanasema fainali ni wapi? Uzeeni. Lakini pia nitoe wito kwa wale ambao walishajiunga. Hakuna faida yoyote ile ya kuondoa akiba yako kwenye hifadhi ya jamii, hususan hii hifadhi skimu. Waliofanya hivyo leo wanatamani kurudi. Kama huna ajira, kama umejiondoa kwenye eneo lako la kazi, ama umepata changamoto, vuta subira. Michango kule inasimamishwa. Pale utakapopata kipato tena, unaenda kuendelea pale ulipoishia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu.